kamati inashauri wizara. Manake hapa wakati unatoa maelezo yako Mheshimiwa Naibu Waziri, umesema kumbe hilo eneo Wizara ya Fedha imeshalikataa kwamba waongeze ukubwa wa eneo. Kwa hiyo tunaitaka wizara ilete maelekezo mahususi kwa wenzetu wa halmashauri ili waweze kuendana na maelekezo ya Wizara ya Fedha ili sasa tamanio la mradi huu liweze kuendelea kusonga mbele. Tunashauri halmashauri iangalie uwezekano wa kuchukua mkopo kutoka bodi ya mikopo ya serikali ili kuwezesha mradi kuweza kujengwa, lakini ikiwa ni sambamba pia na kutenga mapato ya ndani kwa ajili ya kuwezesha mradi huu. Lakini pia tunashauri kwa mantiki hiyo ambayo sisi tumepita bila kujua, hata kama Wizara ya Fedha imeshaelekeza kuongeza eneo lililopo katikati ya eneo la stendi ambayo ilikuwa inatarajiwa na soko ambalo linamilikiwa na wananchi, basi walipe fidia ambayo tumeona ni 0.6 eka, yani ni sio kubwa. Kwa hiyo tunaamini kwa halmashauri yetu haiwezi kushindwa, lakini hata ikishindwa katika component ya mradi, manake inaweza ikaweka hiyo eneo ya fidia ikawa imekaa vizuri. Lakini mwisho pia tunashauri kwamba halmashauri yetu kuzingatia na kuishi master plan ya mji, lakini pale inapokuwa inabidi basi taratibu za kubadilisha matumizi ya maeneo zifuatwe ili kuweza kuzingatia plani za mwanzo ambazo zingatia matumizi ya maeneo hayo. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa upande wa TARURA tunacho shauri hapo ni kwamba pamoja na kwamba mkurugenzi amefafanua vizuri na kwa mantiki hayo, lakini bado tunaendelea kusisitiza kama kamati kwamba maeneo muhimu ambayo ni ya kiuchumi kwa wananchi, tuombe wizara yako kupitia TARURA waangalie namna ya barabara za mijini ambazo zinaweza zikawa zinaruhusu ule uzito ambao unaendana na shughuli za kiuchumi katika maeneo hayo.